Kwa nini hakuna uaminifu katika mahusiano ya mapenzi? Kwa nini? Shida iko wapi? Kila siku watu wanakorofishana, wanaachana, fujo moja kwa zote, maingiliano yamekuwa ya hovyo hovyo. Rafiki yako anakuja anakuwa tena anakuchukulia mpenzi wako, naye mpenzi naye anaweza wewe ukachukuliwa na rafiki yake wa kike. Fujo moja kwa zote. Shida iko wapi? Shida iko wapi? Mimi nadhani shida iko mahali pamoja. Mwanzo wa mahusiano hayo yanakuwa yamegubikwa na kuvutwa na kitu gani? Lazima tuanzie hapo. Kitu gani kinakuwa kimekutamanisha kwa huyo mpenzi uliyemwona? Kitu gani? Maumbile, sura, pesa, nini kingine? Ana nyumba, nini kingine? Ana kazi, nini kingine? Ana biashara, nini kingine? Amesoma, nini kingine? Viko vingi, tukianza kuelezea vingi mno. Mwanzo huo, wewe unakwenda kumpenda mtu kwa sababu ya sura yake. Unakwenda kumpenda mtu kwa sababu ya mavazi yake. Unakwenda kumpenda mtu kwa sababu ya pesa yake. Sasa tunakuja kinyume nyume. Akianza kufilisika huyu, na penzi na lenyewe linaanza kufilisika. Akianza kuzeeka huyu, na penzi na lenyewe linaanza kuzeeka. Kwa hiyo hapo sasa ndio inapoanza kutokuwa watu waaminifu, kwa sababu kile alichokiona mwanzoni hakioni tena. Kwa hiyo itabidi afanye akatafute kingine kinachoonekana kwa wakati huo katika matamanio, kitakachoridhisha matamanio yake. Kwa hiyo shida inakuwa inaanzia hapo. Shida inakuwa inaanzia hapo. Ndio maana kumekuwa na uhovyo wa hali ya juu sana, kwamba watu wanakwenda hovyo, yani maisha ya mahusiano imekuwa fujo, watu wanatoana roho, watu wanaumizana, imekuwa ni tafrani. Yani si jambo ambalo hawezi ukakaa bila kusikia malumbano au magomvi ya baina ya mpenzi na mpenzi kwa vitu vya kipuuzi kama hivyo. Tena wakati mwingine inakuwa ni shida mbaya zaidi, kwamba kuna baadhi ya dini ukishaanza kuwa umekwenda ukafunga ndoa mbele ya kuhani, tuchukulie hivyo. Kuhani anaweza kuwa shehe, anaweza kuwa mchungaji, anaweza kuwa askofu, anaweza kuwa nabii, anaweza kuwa mtumishi, vyovyote vile, wale wenye ruksa. Inaweza kawa hata kwa mkuu wa wilaya, kwa sababu na nyeko na sheria pale zimeandikwa, inabidi umsaini pale kwamba hii ndoa itakuwa pengine kama ni ya mtu mmoja, ya mke mmoja, itakuwa ya mke mmoja hivyo. Sasa mbele ya safari inakuwaje kunakuwa na mchepuko? Kwa hiyo tatizo linabakia pale pale kwenye mwanzo wenu. Mlitamaniana nini? Kile mlichotamaniana, je, kile mlichotamaniana kitadumu? Na kisipodumu nini kitatokea? Of course kisipodumu, mimi nitakuwa nitafute mahali pengine, na hilo linakuwa linaeleweka toka mapema. Watu wanadanganywa kwamba kuna mahusiano, kumbe kuna maluelue, kumbe kuna maigizo. Mimi nishazungumza sana kwenye video zangu zingine zisizohusiana na mada za namna hii, lakini unapokuja kwenye mada ya watu mashirikiano ya kimapenzi, hili na yenyewe linafanana na mahusiano ya binadamu na Mungu wake, vinafanana. Kwa hiyo lazima tuanze na lenyewe kulizungumzia, kwa sababu hapa wakati mwinginewe watu wanapata shinikizo la kuoana kutokana na kwamba ile imani yao inafanana, na kwa kuwa inafanana, kuna shinikizo linalosema jamani, nyinyi mnachelewa, mnatakiwa muoane, umri sasa umepita huo, mnatakiwa muoane. Kunakuwa na kashinikizo fulani, na kashinikizo kwa wazee. Kwa hiyo kabla hujatafakari vizuri huyo mtu ambaye unataka
kufunga naye pingu za maisha, pingu zile za maisha. Maisha yako yote mpaka utakapokufa ndio mtaachana. Mmoja afe ndio mwachane. Ni kibarua kizito. Ni kibarua kizito. Sio mchezo. Kwa hiyo basi, nyinyi vijana wa siku hizi, ninyi ndio nataka niongee na nyinyi. Kwanza kuna tabia hii ya hovyo nimeanza kuiona. Mazingira yenu ya nyakati hizi hayakaa sawa sawa. Wengi hamna ajira. Yaani hamna matumaini ya kupata ajira au kupata sehemu ya kujipatia kipato cha kuweza kuendesha maisha yako. Yaani nyinyi bado mnaelea hewani. Lakini mnashindwa kujizuia. Na matokeo yake mnaingia kwenye matatizo makubwa zaidi. Wewe unaposema kwamba nipooze stress, wanasema tupunguze stress. Kwa nataka lazima upate mtoto wa kike. Na wewe mtoto wa kike unajitambia kwa wasichana wenzio kwamba mimi nitawashinda wasichana wengine, nitampata yule handsome pale. Handsome boy. Nitampata. Kabla yake atakuwa wangu yule. Au na mimi na stress zangu nikamalizia stress kwa yule. Yule anavyohela kidogo atanunuliwa chips. Atanunulia energy. Atanitoa kunipeleka disco. Atanipeleka beach. Kule Coco Beach sijai kwenda. Huyu anasata nipeleka. Nitakwenda naye huyu. Ana uwezo. Kumbe ule uwezo ni wa siku hiyo hiyo tu. Au utakwenda wiki. Afu siku nyingine sasa twende Coco Beach. Anakuambia sina nauli. Sina hela ya kupeleka kule. Na huyu binti ashaanza kuzoesha akili yake kwamba Coco Beach alikuona jinsi kulivyo, akasema lazima nirudi tena. Unategemea nini? Wewe huna nauli au huna pesa hata ya matumizi, wacha nauli. Huna pesa yote tu, maana inatakiwa iwe fungu. Nauli, mshikaki kidogo pale, soda kidogo, chakula kidogo pale. Ni kiasi fulani cha pesa. Wewe kawiki kamepita, umekwenda vizuri tu, chips ndogo ndogo huko mtaani umemnunulia hivi soda, mambo safi. Kawiki kamekwisha, weekend anataka kwenda Coco Beach tena. Wewe unamwambia huna. Umehangaika sana wiki hii sijapata kibarua chochote kuniingizia chochote. Huyu sasa ndipo anapoanza kukosa uaminifu, kwa sababu huko ndani kuna chemka. Anakatamaka kengine kakwenda Coco Beach. Ndipo anapotafuta mwingine. Hata kuna mwingine alikuwa anahangaika kumtafuta akawa anajifanya kumdengulia, basi anaweza kumtafuta, anaweza hata kumwendea kwenye chumba chake kumgongea. Ambe bwana hivi, akajilaizisha pale. Lakini tangazo lake likawa liko pale pale kwamba twende kama unanitaka mimi twende Coco Beach. Na kweli jamaa ana mhemko wa matamanio yake, na yeye anasema haina matatizo. Kumbe na yeye anakahela kwa siku 3 tu. Atakwenda kahela kwa siku hiyo, katatumika kule, katabakia kingine watarudi. Wataendelea siku moja ya pili yake watapata chips pale na pale, siku ya 3 yake chips hela pia imekwisha. Yule mwingine anakwenda tena katika pita, yule binti yule wa mwanzo aliyekwama, anamkuta jamaa yuko kwenye chips pale, chips mayai. Si waliwahi kuzifanyia mahusiano? Anamkaribisha. Anamwambia, "Bwana karibu chips." Naye sana jibembeleza sasa. Sana vihela fulani vya kumkamatia huyu. Naye huyu ana njaa na kweli aliwahi kupendezewa na vitu fulani na huyu. Kasoro tu hawakwenda Coco Beach, anamkubalia. Wanakaa, anapata chips, anakwenda siku hiyo usiku huo kulala kwa huyu kijana. Yule kijana wakati wanakwenda kula asubuhi anaamka kule anatoka, wanakutana naye njiani, wanasindikizana. Unategemea kitu gani? Hakuna vita hapo? Hapo lazima kutakuwa na vita. Alikuwa hajui kama kuna mwanamume mwenzie ambaye alishawahi kutembea na yule binti, na pengine wako na wengine. Kwa hiyo mada inakwenda namna hiyo.
Ndio maana kawaambia nyinyi vijana, angalieni sana. Sasa madini nitakayowapa leo ni haya. Jambo la mwanzo unapotaka kujiulize, ukimwona mwanamke na ukampenda kwa mambo yake na kwa uzuri wake, jiulize swali moja kabla hujamtongoza, kwamba je, ni wanaume wangapi wengine waliomuona kama nilivyomuona mimi kwamba ni mzuri? Ukishajijibu kwamba wako wengi, acha kumfuatilia mwanamke au acha kuwafuatilia wanawake, kwa sababu kuwafuatilia wanawake ni kusababisha kuwasogeza maadui wengi karibu yako. Utapoteza muda wako, utapoteza maisha yako, utapoteza wakati mwingine hata ajira zako, pengine hata ukapoteza hata biashara zako. Yote yanakwenda kwa pamoja katika nyakati tofauti, katika mazingira tofauti. Hiyo sio issue, achana nayo, sio issue. Cha msingi hapa kuwa na malengo. Kuwa na malengo, yatengeneze matokeo ya yale malengo. Pata picha ya maono, anza kupambana nayo, kuilenga, kufight mpaka ukutane na matokeo yale. Mbele ya safari, ukishafika kwenye yale matokeo, ukafanya na matokeo mengine mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, karuka namna hiyo, mara 1, mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, utajikuta umenunua kiwanja, utajikuta umeanza kujenga, utajikuta una nyumba, utajikuta imejaa kila kitu ndani, utajikuta wewe sasa kwenye zile kazi zilizo kusababisha kupata vitu vyote hivi, umekuwa na wewe umekomaa. Kwa hiyo ni maarufu katika shughuli zako za kupata kipato cha kufanya wewe unafanya vitu vyote, kwa sababu kimsingi umekazia macho kwenye matokeo, kwenye malengo. Ikishafika hapo, wakina mama wanavunja miguu kukutafuta wewe, kukutaka wewe. Mtihani umeshakuwa rahisi sasa. Kazi kwako sasa kuanza kuchagua, na ole wako ufanye ujinga ule wa mwanzo, ukajitia wewe unataka kutamani kuchagua mtu ambaye unamuona anapendeza sana sura. Hakuna kitu cha namna hiyo. Anza kufikiria hivi, je, huyu nikimweka kama mke wangu, mwisho wa safari tutakuwa na watoto. Je, huyu atafaa kuwatunza watoto wetu mimi na yeye, na wakawa na wenyewe ni watu kama sisi tulivyo? Swali la mwanzo lianzia. Anza kumpa mitihani huku na huku. Usiwe na haraka. Una nyumba, una maendeleo, una biashara zako, una kazi zako. Kwa nini nakubabaisha? Tuliza akili. Anza kama 2, 3, hata 10, hata 100, wawekee mtihani kwa namna yao. Usiwafuatilie. Atakayekuja ongea naye, halafu mpe mtihani. Alafu mwambie bwana, niko busy, mimi naendelea na shughuli zangu. Hivyo uone itakuwaje. Uone itakuwaje. Hilo ndo neno la leo nalo wapo kutoka kwangu. Jiulize, kwa nini mimi huyu awe mke wangu? Likishajibiwa hilo, mchukue, simwache awe mke wako. Usimeridhika? Usimejibiwa? Asanteni sana kwa kunisikiliza.